Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia machache kwenye hotuba hii ya budget kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuletea maendeleo wa Tanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze mawaziri wote wawili pamoja na timu zote za wataalam wa wizara zao kwa kuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza maono yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikiwa kwenye kamati ya Bunge ya Budget kwa miaka mitano, nimeshuhudia dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais katika kuwaletea Watanzania maendeleo na katika kuhangaika sehemu mbalimbali kutafuta rasilimali fedha kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali za wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyakati zingine tumeshuhudia Mheshimiwa Rais ameweza kutafuta nyongeza ya bajeti ili kufidia mapengo ambayo yalionekana. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili nampongeza sana Mheshimiwa Rais tena na tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naunga mkono maoni ya kamati yote yaliyotolewa hapa, lakini pia naunga mkono hoja hii iliyoko mbele yetu hapa. Tumeona asilimia kubwa ya maoni ya kamati ya Bunge ya Budget yameweza kuzingatiwa kwenye utekelezaji wa mpango huu wa budget ambao Mheshimiwa Waziri aliusoma hapa mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikianza na utekelezaji wa bajeti ya serikali, tumeona kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 23-24 tumeona ufanisi mkubwa katika utekelezaji wa bajeti ya serikali. Tulianza na utekelezaji kwa asilimia 89.7 na mpaka 2023-24 tumeona utekelezaji umekuwa kwa asilimia 96.7. Kwenye hili naendelea vile vile kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha basi bajeti za serikali zinatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mafanikio haya kwa kiasi kikubwa yametokana na kuboresha kwa mifumo ya ukusanyaji wa kodi. Na kwenye hili naomba nimpongeze kipekee kabisa Commissioner General wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa kuendelea kwa mipango yake thabiti na jitihada zake za kuendelea kuhakikisha mapato ya serikali ya kodi yanaendelea kuongezeka mwaka hadi mwaka. Na hadi kufikia mwezi Mei 24-25 tumeona makusanyo ya kodi yameongezeka hadi kufikia shilingi trilioni 26.86 ambayo ni sawa na asilimia 91.23. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hili ni wazi kabisa tukiendelea na kuboresha mifumo ya ukusanyaji wa mapato, tunaona ni dhahiri kwamba uko mbeleni basi bajeti ya serikali inaweza ikahudumiwa pekee